بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tunaendelea mbele na kipindi chetu cha kuijua Ramadhani na uzuri wa Ramadhani kwa kujitengeneza na kujithimini na kuifahamu vizuri sana vipi gani ambayo tunapaswa tufanye katika mwezi wa Ramadhani, na tunamuomba Allahu Jalla wa Ala atuweke katika watu ambao wataifuata vizuri na tukaitekeleza vizuri ibada nzuri katika mwezi wa Ramadhani. Tulizungumzia katika adabu ya mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani. Adabu ya kwanza tukaiona ni kwamba ni kula daku, as-suhur. Lakini wote wakaimiza na kusikitiza kwamba ni vizuri sana kuila daku kutokana na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi tuliyosoma au tunayofahamu vizuri iko kwenye Sahih al-Bukhari wa Muslim. Ni hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, aliposema kwamba anna Nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, rehma na amani zimwendee, amesema kwamba tasaharu, kuleni daku, fa inna fi suhuri baraka, kwa sababu ndani ya kula daku kuna baraka. Kwa hiyo kutokana na baraka zilizomo alizosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba mtu anayekula daku anapata baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawawezi wakahimiza jambo au wakalisikitiza jambo au wakapendeza jambo isipokuwa jambo hilo linakuwa ni jambo lenye maana, ni jambo lenye uzuri mkubwa sana. Kwa hiyo inakuwa ni kama vile kukuelekeza we mwanadamu ili uchume uzuri huo. Kwa sababu hiyo anakuhimiza na kukwambia kwamba tafuteni baraka hizo kutoka katika kula daku. Kama kula daku kuna uzuri, wewe usije ukaacha, kwa sababu hali ya kuwa Muislamu anazitafuta thawabu zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anafanya mambo yote anayoyafanya, ibada zote anazozifanya, huzifanya kwa kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala na kutafuta baraka zake subhanahu wa ta'ala kutokana na jambo na ibada anayoitekeleza. Kwa sababu hiyo kula daku ni jambo zima, ni swala zima kabisa Mwenyezi Mungu analolipenda sana, hadi paka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba utiya ummati khamsan, Mwenyezi Mungu amewapa umma wangu, amewapa mambo matano, lam yutuhun, hawakupewa yoyote umma min qabl, hakuna umma yoyote iliyopewa mambo haya matano isipokuwa umma wangu tu peke yake. Yani ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam umechaguliwa kuwa ni umma bora, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'an, akasema kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walidhalik, kutokana na mambo hayo, kutokana na uzuri huo, Mwenyezi Mungu ameuchagua ummati Muhammad, hata ameuchagulia katika mambo haya matano yakawa ni ya ummati Muhammad peke yake. Hakuna umma yoyote mbele yake uliopewa mambo haya matano. Katika hayo mambo matano amepewa la kwanza kabisa as-suhur, kula daku. Ina maana sasa Mwenyezi Mungu kuwa jambo amelichagua likaingia katika mambo yamechaguliwa tu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaonyesha kwamba ili jambo ni jambo zito kwa Mwenyezi Mungu, ni jambo linalopendewa na Mwenyezi Mungu, linalopendwa sana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hiyo Muislamu yoyote
ukisikia jambo linapendwa na Mwenyezi Mungu, basi hulikimbilia. Hili jambo jaribu ulikimbilie, ulitafute, ulifanyie kazi. Hata kama sio la wajibu, ni jambo tu la kupendeza, yani jambo la sunna. Kama wanazioni wanavyosema kwamba akiliacha hapati dhambi, lakini utakuwa umekosa jambo kubwa sana. Umekosa thawabu nyingi, umekosa mambo ambayo Mwenyezi Mungu anakulea nayo, anataka yani uwe na sifa nayo hayo maneno. Kwa sababu Mwenyezi Mungu au mtume wake Muhammad SAW haweza kufundisha jambo likawa halina maana. Kwa hiyo maana yenyewe ni kuwa wewe Muislamu ukitekeleza jambo hili, basi huwa na uzuri na pendo kutoka kwa Mola wako. Na Mwenyezi Mungu akishampenda mja, anatakiwa apendewe na nani? Sasa kwa hiyo Uislamu unakutakia wewe uwe ni mwenye kupendelea kuwa na kutafuta thawabu za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo daku ni katika Uislamu. Daku ni dini. Daku ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wewe Muislamu, kula daku kwa ajili ya kutafuta radhi zake, thawabu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kula daku kwa kumfuata na kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekeza kama jambo alikuwa akifanya yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi na wewe kwa nini tusikimbilie jambo hili? Anatusimulia Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, anatuambia kwamba tasaharna ma'a nabii sallallahu alaihi wasallam, kwamba tumekula daku. Yeye yani alikuwa ni huyu Zaid ibn Thabit alikuwa ni kijana mdogo, alikuwa anaishi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani anayajua mambo mengi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni sahaba amekaa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisa chake hatutokiendelea ndani sana. Anasema kwamba tumekula daku mimi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au na wengine walikuwa nao. Akasema mpaka ikakimiwa swala, mpaka tukaamka. Baada ya kula daku tukaendelea kwenda kusali. Aliyekuwa anazungumziwa na Zaid ibn Thabit akamuuliza, akasema nikamuuliza, kam kana baina suhuri wa sala, ilikuwa kama muda gani baina ya swala, yani baina ya daku na swala ambayo salat al-fajr mkwenda kusali. Akasema kana qadaruhu, ilikuwa kadari yake au muda uliopo hapo 50 aya, kama vile kusoma aya 50. Ilikuwa ni muda baina ya suhuri na swala, ilikuwa ni muda wa kwenda ni kama mtu amusomi vizuri, ambaye hakimbii sana na hayuko chini sana, yuko baina wakati katikati. Sasa huyo ikawa anasoma aya 50. Tukipima dakika, wanazioni wakisemea kwa dakika, wamesema kwamba zinafikia dakika 10 kwa 15, 15 dakika, ili mtu msomi mzuri asome aya 50. Hii inatuonyesha mambo mawili makubwa. Hadithi hii tunachukua ndani yake mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ni kuwa kula daku ilikuwa ni ibada ambayo ni kubwa inayofanyika na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya kuonyesha kwamba daku ni nzuri, ni ibada nzuri ambayo Mwenyezi Mungu ameichagulia ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ina thawabu nyingi kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyotueleza kwenye hadithi iliyotangulia. Jambo la pili lilomo ni kuonyesha au ni kutuonyesha wakati gani wa daku, wakati gani daku inaisha. Wanazioni wanasema kwamba daku inaanzia katika usiku wa katikati. Usiku wa katikati ni kuanzia saa
9, 10 au saa 8 au saa 6, 5, 8 mpaka hivyo. Hizo saa ni saa za daku. Lakini sasa kuteremka mpaka saa 11 karibu kuendea katika saa 12 kutokana na sehemu ambayo mtu anaishi. Yani unatizama mpaka alfajiri chomoze, unahesabia mpaka alfajiri. Na alfajiri inayosemeka hapa ni alfajiri inayosema kwamba alfajiri al-sadiq, alfajiri al-sadiq. Yani kuna alfajiri mbili, kuna alfajiri kadhib wa alfajiri sadiq. Kuna alfajiri ambayo ina pumbaza, inaonekana kama alfajiri imechomoza, baada kidogo unaona usiku unaingia tena. Hiyo inaitwa alfajiri al-kadhib. Hiyo fajiri inakuwa ni yenye kupumbaza au yani inaitwa ya uongo, yani sio ya kweli, na inakuja baada yake kama dakika 5, 4 kwa dakika 5 kwa 4 kwa 5 inachomoza alfajiri as-sadiq. Sasa hii alfajiri as-sadiq ndiyo inakataza mtu kula daku. Kwa hiyo kwenye hii hadithi ya Zaid ibn Thabit tunaona katika mambo mawili. Tunaona kwamba kuna wakati wa kuhimiza mtu kula daku, kwamba daku ilikuwa ikiliwa. Hata Mtume Muhammad SAW alikuwa akifanya jambo la kula daku, kwa kuonyesha na kufundisha Waislamu ya kwamba Uislamu ni dini ambayo ina maana au ina mambo ambayo yote yametengamaa, na ya kuonyesha ya kwamba ummati Muhammad Mwenyezi Mungu anautakia kheri, kwa sababu mambo yote mazuri ameiwekea katika ummati Muhammad, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuambia kwamba al-yawma atimamtu alaykum wa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Yani Mwenyezi Mungu ameitimiza hii dini, imekuwa imejaa, imethibitika, kila jambo liko ndani. Ukitaka thawabu zote utazipata, ukitaka adabu yote chukua Uislamu, ukitaka kuwa na ujuzi wa kila jambo kwa ukweli tizama kwa Uislamu. Baada ya hapo akachukua neema zote zake Mwenyezi Mungu kaziweka katika ndani ya Uislamu, kwa sababu ndani ya Uislamu ndiyo kuna adabu zote, au ndiyo kumwabudu Mwenyezi Mungu vilivyo. Sasa kwa sababu hiyo ndiyo katika neema hizo akatuwekea na neema ya kula daku. Kwa hiyo siju kaacha kula daku kwa kuyasema kwamba mimi sina nini, sijazoea wala nini. Kula daku kwa sababu unapata thawabu, unamwabudu Mwenyezi Mungu, unamtii mtume wake Muhammad SAW kwa kuyafanya na kuifanya ile ibada ambayo ameifundisha. Tunachukua pumzi kidogo, tunarudi tena. Taib, tunarudi tena kutoka katika mapumziko. Tunaendelea kwa kuijua daku na uzuri wake. Daku na uzuri wake tumeshauona kwamba umethibitika kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tukaiona kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walikuwa wakila daku. Tukauona uzuri wake kwamba kwenye daku kuna baraka, na ikisemekana jambo kwa ujumla ina maana kuna uzuri wingi, yani hautajiki neema zilizomo ndani au baraka zilizomo hazitajiki wingi wake. Ndio sababu inasema kwamba inna fi suhuri baraka, yani baraka ziko nyingi sana zimethibiti katika ndani ya kula daku. Kwa hiyo kula daku ni jambo muhimu zuri sana kwa Muislamu atakayefunga asubuhi, na kuzichunga nyakati za kula daku na yenyewe ni dini. Kuchunga nyakati za kula daku na yenyewe ni dini, yani ni Uislamu, kwa sababu mwanazioni mmoja amesema, Muhammad ibn Abdul Wahhab amesema kwamba al-islamu bil adilla
Uislamu unaendana na dalili, yaani ukifanya jambo kuwa na dalili lake, kuwa na thibitisho. Sasa thibitisho la kuonyesha kwamba daku ni kwenye dini ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, na baada ya hapo ye mwenyewe ametuambia kwamba umma wake umepewa mambo matano. Katika hayo mambo matano kuna kula daku. La kwanza ilikuwa ni kula daku. Kwa nini ije ni ya kwanza? Kwa sababu ina uzito, kwa sababu ina baraka, kwa sababu ina uzuri mwingi sana. Kwa sababu hiyo, ikiwa kana uzuri huyu, mimi na wewe yabidi tupigane. Au Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja pepo na vinginevyo alisema wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Na kwa hiyo, kwa hayo mambo mazuri mlioyasikia, kwa hiyo aljanna mmesikia na mambo mazuri yatakayopatikana, basi wenye kushindana washindane katika haya mazuri. Kwa hiyo kila Muislamu ambaye anategemea kumwendea kufika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hutakiwa afanye nini? Awe mwenye kukimbilia kuyafanya mazuri mema yenye kumzidishia thawabu, yenye kumzidishia upendo kwake na Mwenyezi Mungu. Sasa haya mambo wayakimbilia sana. Sasa mambo yanakuwa ni sisi kutufundisha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hutufundisha sisi kwa kuyafuata yale ambayo yanatufaa, yanatufaidi, yatatufaidi mbele yake ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yoyote yule ambaye anajua kwamba atamkuta Mwenyezi Mungu, kupigania kuwa na mazuri, kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu katika suratul Kahfi haya ya mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushriku fi ibadati rabbih ahad. Yani yule ambaye anategemea, anajua kwamba atamfikia mbele yake Mwenyezi Mungu, atakwenda kumwendea Mwenyezi Mungu, yani atakufa ende kuhesabiwa na Mwenyezi Mungu, basi ayakimbilie na yafuate na yafanye mambo mema. Mambo mema yale yanayokumfaidi, yanayompa thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akikuamrisha jambo, anakutakia kila la kheri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akifundisha jambo, anakutakia kila la kheri. Kama wewe muumini, wewe Muislamu, wewe mwenye kufahamu kwamba unayafanya yale ambayo utayakuta mbele yake na Mola wako Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hiyo, daku ni jambo kubwa sana katika kwa mwanadamu yule ambaye anatekeleza funga, hasa katika mwezi wa Ramadhani. Ina maana daku ni moja katika ibada ambazo zinafanyika katika mwezi wa Ramadhani kwa wingi, yani usije ukaacha. Pamoja na hayo, sasa tena katuonyesha ya kwamba jambo hulifanya utakavyo, lazima utizame katika nyakati ambazo nzuri za kufanya jambo hilo. Chunga na nyakati zile ambazo ni nzuri sana, yani ukifanya jambo hilo katika nyakati hizo utapata ujira zaidi. Kwa hiyo ujira wako utapatikana kutokana, au la kwanza kabisa, nia yako umefanya kwa ajili gani. La pili, jambo hilo unalolifanya una ukweli nalo. La tatu, kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo yake kwamba jambo hili linafanyika kwa namna hii. Kwa hiyo Uislamu unaendana na mambo mawili. La kwanza, ikhlas lillahi azza wa jalla, kufanya jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. La pili, alimutabaa, kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha. Kwa hiyo jambo lote hupata fadhila na baraka nyingi kutokana na namna iliyofanyika. Kwa hiyo kufanya jambo ni muhimu na namna ya kufanya jambo ni nyingine. Kufanya jambo, kutekeleza ibada ni muhimu, lakini kuitekeleza, namna ya kuitekeleza au namna ya kuifanya na lenyewe ni muhimu sana, kwa sababu Uislamu
haupendi mtu kufanya jambo bila ujuzi au bila namna. Kwa hiyo namna haifundisha yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kula daku ni ibada. Ibada hiyo hufanyika katika wakati ambao ni mzuri, bora zaidi. Wakati nimesema kwamba mwanzo wake ni usiku, katikati ya usiku, yani au mwisho wa usiku, yani pembeni za mwisho, lakini kuendelea mwishoni ndio zuri zaidi. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukuthibitisha hayo amesema kwamba ma yazalu ummati ala alkhair, haitoacha umma wangu kuwa katika kheri, yani kuwa katika uzuri, kupata vizuri, kupata mema, maadama wao wanaichelewesha daku na wanaiharakisha futari. Yuajiru suhur, yani wanachelewesha suhur, daku wanaira katika mwishoni wa usiku, na wayuajil futur, yani wanakula futari mapema kabisa. Jua likizama tu wanakula futari. Ina maana sasa hapa tunakuja hii hadithi inapatikana katika Sahih Bukhari na Muslim yenyewe, ni kuwa kwamba hii hadithi inatuonyesha tena mambo mawili. Jambo la kwanza ni nyakati ambazo nzuri, bora zaidi za kula daku. Wakati gani bora zaidi wa kula daku? Si kwamba aliyokula kabla yake si hajala daku, na amekula daku saa 9 usiku, saa 9:30, saa 8:30, saa 10. Hapo muda huo akila daku hamna shida. Hatujasema kwamba hajala daku, lakini aliyokula daku bora zaidi ni yule aliyekula daku, katika usiku wa mwisho. Bimaana yani kama tumeona kwenye hadithi ya Zaid bin Thabit kwamba wakati kama kabla ya kukimu swala ya watu kusali, ina wakati kama dakika 15, dakika 15, 10 kwa 15, au badisha kidogo uwe dakika 20. Sasa dakika 20 usali fajiri. Sasa lakini wale ambao wanakula daku saa 5, anasema kwamba sitoweza kuamka usiku, huyo tunasema kwamba hiyo hairuhusiwi, sio daku hiyo ni chakula cha usiku hicho. Lakini chakula ambacho ni daku ni chakula ambacho unaamka katika usingizi, au unakila katika wakati ambao ambao wewe kama hujalala, lakini watu waliolala wameamka usingizini. Kwa hiyo itakuwa ni kama kuanzia saa 9 mpaka kuteremka mpaka saa 10. Kwa sababu hiyo Uislamu unahimiza daku kuila katika namna ambayo ni nzuri, ambayo unaipata thawabu kutoka kwake. Na kwa sababu hiyo sasa tena ni kwamba kwenye hiyo hadithi inatuonyesha kwamba tena kula iftari na yenyewe ni ibada. Kula iftari na yenyewe ni ibada, na kitaonyesha kwamba hata iftari yenyewe tunaila na wakati ambao umeonyesha. Lakini daku suhur inakuwa ni yenye kuwazidisha hivyo utakavyofanya asubuhi. Ina maana daku umuhimu wake ni kwa kukutengeneza kiibada na kukutengeneza kimwili, kwa kupa nguvu namna ya kufunga asubuhi. Kiibada ni kuwa ukiila unatekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unapata thawabu nyingi, unapata ujira. Sasa kwa ujira huo unakimbilia kila unakisikia kwamba kuna ujira hapa, unaujikimbilia. Sasa ukiifanya katika mwezi wa Ramadhani ambao kila jambo lote Mwenyezi Mungu unalolifanya, Mwenyezi Mungu analolipenda,
hulizidisha katika thawabu zake, wingi wake kila ukifanya kuliko siku zingine ambazo si za mwezi wa Ramadhani. Na kwa sababu hiyo daku inakuwa ni jambo kubwa sana katika ibada za mwezi wa Ramadhani. Asije akizichezea mwanadamu Muislamu ambayo ana nia au anajua kwamba atamkuta Mwenyezi Mungu na anataka kumkuta Mwenyezi Mungu yuko radhi naye. Akiwa anataka kumkuta Mwenyezi Mungu yuko radhi naye, lazima ayafate mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na azifate thawabu zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu mtu ambaye anachezea thawabu kwa kejeli, huyu mtu anakuwa amepata dhambi, bali yaweza ukejeli yake ikamtoa ndani ya Uislamu wa yadhu billah. Kwa hiyo kula daku ni ibada, ni ibada kwa sababu ameihimiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu ameichagua katika mambo matano ambayo ameipa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa hajaipa umma yoyote iliyotangulia. Kwa hiyo ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji, tusije tukachezea ibada hii. Ni kubwa, ni nzuri sana, hata kama wanazioni wanakuambia kwamba hii sio ya lazima. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuweke katika watu wazuri ambao wanamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mkweli wa kumfuata. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa sallim tasliman kathira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.